Thank you, Father, because you're Alpha and Omega, the beginning and the end. We appreciate your presence today and who you are. Father is going to share the bread of life. I pray, Jehovah, that your presence will come down. Now, Lord, you're going to reach your people in the best way you want, for the glory and the honor of your name. In Jesus' name. Amen. The word of God in 2 Corinthians chapter number 5 and verse 17, the Bible says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things are passed away, and behold, the new have come, and they have been made new. Father, in Jesus' name, I thank you for your word, because you're such a wonderful Father and a wonderful Lord. In Jesus' name. Amen. Now you may close your Bibles. The word of God does say very vividly that if anyone is in Christ Jesus. The Bible does not say that if anyone is in the church or anyone is in a particular institution of worship or any denominations. Bible saying that if anyone is in Christ, that particular individual, he has become or she has become a new creation. A new creation means you and me have been recreated. You become new in your own nature. The moment you become new in your own nature, then that simply means that you have begun all over again. It is that you have been made new, the old have passed away. Everything that was old has been drifted away. You have begun a new journey with Christ Jesus. You are no longer the same that lived with the old nature and the old things, but the old nature, the old man, the old things have passed away. You have begun afresh. Praise the name of the Lord. Amen. You have begun afresh with the Lord. You are no longer the old person. That simply means the life that you used to live, the things that you used to do, the life I used to live, the things I used to do, I do them no more. I've stopped doing them. I have started a new journey with the Lord. And I have to start the journey with the Lord. And if I have to start a new journey with the Lord, I have to learn to forget my past and start a new journey with Christ Jesus. I want to live a life that does not pull me down, but I want to live a life that makes me to walk forward. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. The Karenjin says, I want to move forward. Praise the name of the Lord. Amen. I want to move forward because I have left the past. The past is no longer with me. It is past. It is gone. I don't need it again. I don't want anybody to remind me about it. I want to walk with the Lord. Amen. Praise the name of the Lord. Yes. I have to walk with the Lord. I have to stop the things I do. I have to walk with Jesus Christ, the Son of the living God. Amen. I am no longer the same. Amen. I have begun a new life with the Lord. Bwana asifiwe. Nimeanza maisha mapya. The old things have passed away. Yes. The old things have gone. I don't need them. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. I used to behave like a baby. I no longer behave like a baby. I used to tatify myself. I will never tatify myself again. I used to do things I used to do. I am no longer the same. I am with the Lord. Amen. I want to be with the Lord. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. That's why the Bible says that therefore, if anyone is in Christ, not in the church. People say they want to be in the church, but I want to be in Christ. People say they want to be in a particular gathering, but I want to be in Christ. That simply means
My things are passed away. My past is passed away. The things I used to know, they are passed away. I am no longer the same. I have started anew. What does that mean in your Christian walk? The things you used to do, you must never do them. You must start anew with Christ Jesus. Walking with the Lord, walking in Christ Jesus, knowing that you have been created anew. You have started anew. Praise the name of the Lord. Amen. That's why he says, all things are of God, who has reconciled us to himself by Jesus Christ and has given us a ministry of reconciliation. In other words, we have been reconciled. We have been moved. We have been taken aside. We are no longer the same people that we used to be. We are different because of the Lord Jesus Christ. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. We are no longer the same. Hallelujah. Anything that I did yesterday was wrong. Don't remind me today. I am moving forward. Amen. I am moving forward. Praise the name of the Lord. Hallelujah. The Bible says that when I was a child, I did things like a child. I did things like a baby. But now I am a grown-up. I have to do things like a grown-up. And I have to move like a grown-up. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Bible says in Romans chapter 8 verse 1 that there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. There is no more condemnation to them who are in Christ Jesus. Sometimes people come to church and they feel condemned about themselves. It is not the question of personal condemnation. It is the question of knowing who you are in Christ Jesus. You don't have to be condemned or anybody to condemn you of who you are or who you are. No. Or what you used to do or to remind you of your history. Oh, no. Nobody should remind you. No. We are now, there's now no condemnation to those who are in Christ Jesus, because you are now new, because you have started anew. Your walk with Christ Jesus is not according to the flesh, but your walk with Christ Jesus is according to the Master. Amen. You are no longer the same. And so we must live as sons and daughters in the kingdom of God. We must live as the children of the promise. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Amen. Bible says that we are free from the law of sin and death. For the law of the Spirit in Christ Jesus has made me from the law of sin and death. Now, there is the law of the Spirit of God. The law of the Spirit of God says that He quickens you. It quickens us. It quickens you. It quickens us. It makes your heart. It renews your heart. That's what's called quickening. It changes your heart so that you can respond to the things of God. That for the law of the Spirit of Christ, the law that is now in you, which has come in and displaced the law of sin and death. Sin and death was from the very beginning, but has been displaced from your life. That you are no longer the same that you used to be. The person that people used to know, it is not you. You are now different. The way people see you, it is different, and you must be different. Praise the name of the Lord. You are no longer the same person. For what the Lord could not do, in that it was with through the flesh. God sent His own Son in the likeness of sinful flesh for the sin, to condemn the sin. The Bible says that Christ could not have come as a spirit or as a ghost. God had to make a plan so that Christ comes to become sin for you to be saved, to be made to be sin, to remove sin. And He came to become sin. That's why it was called sin, so that you can now be saved from sin. If Christ was not meant to be sin, it could not have been able to deliver you from sin. It was meant to become sin so that you could remove sin from you.
In other words, he came and he was condemned and he was made to be sin so that he could remove the sin out of you. That means that he came so that he could collect your sin and take to himself, reconcile you to himself, so that you can be a son and a daughter in the kingdom of God. If Christ never came, then salvation would not have been there. This reconciliation we are talking about is reconciling you not to himself, not to Jesus himself. Get me right over here. Christ is not doing a reconciliation between you and himself. For he himself has come and has been meant to be sin so that he can remove sin out of you. I don't know if somebody can understand this. Let us give the Lord a hand of praise. Christ has come and has been meant to be sin so that through him he may remove sin out of me and out of you. After which he will not reconcile you to himself, but he shall reconcile you with his Father. In other words, Christ Jesus has become a bridge, daraja. Yesu amekuwa ni daraja. And this bridge is Jesus Christ. It comes, it becomes sin in humanity, being born in humanity. Then after that, it reconciles you by joining you with the Father. Angels were not able to reconcile you and me to the Father. No prophet can reconcile you with the Father. No prophet could have reconciled me and you with the Father. That is why when God told Moses that you shall lead the children of Israel, and then they began the Aaronic nature, the priestly house, and then they said, let us now punish the animals by death, that men may come to Christ. That sacrifice of punishing animals and killing heifers and goats could not reconcile human beings to God, because the blood of animals and on the basis it was not sufficient to deliver man to God. That's why by his grace he sent his only begotten Son to come, that he may receive condemnation, to take your sins, to reconcile us with the Father. Amen. Without him, there was no joining with the Father. Without Christ, there was no way we could have gotten a life of the Father. Because we had undergone all condemnation that would have saved ourselves. And so as Paul says that now that we have no condemnation because we have had a reconciliation. Christ has come in between. In other words, we step on Christ Jesus back to the Father. We step on Jesus and we can send Jesus back to the Father. The bridge of reconciliation between us and the Father is Jesus Christ. There was a great gap between us and God. As you see also talking about Lazarus and the rich man, there was a big gap between us and God. A big abyss. But Christ came and laid himself between the abyss. Christ came and laid himself between the abyss, between us and God. He laid himself so that you would come and even pass through Christ Jesus by stepping himself, going to the Father. In other words, Jesus laid his life for you and for me, that we may see the Father. Without laying his life for you, there was no way we could see the Father. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. During the exodus of the children of Israel, the Bible said that when we go to the Red Sea, at that time, of course, it must have been turbulence. Some of you who know geography, you know that it was not easy. It is Christ who came and dissected the sea to be able to show that Christ himself can lay his life for his people.
people. God himself came and dissected the sea, and people passed through the dry land. It is also the same way that Christ came. Now he has to lay his life for you and for me to step on it to go to the other side. Amen. Without him, there was no way of salvation and light. We were doomed for everlasting damnation. But because of his goodness and of his mercy, he came and laid your life, his life for you, that you may be saved. We were living in wretchedness and in wickedness. But Christ has come, he has laid his life for you to become the only bridge, that one day we may see the kingdom. In other words, he came that you may step on him. That's why we say that if we have to go to the Father, it has to go through Christ Jesus. I want you to understand the word. If you want to go to the Father, you must go through Christ Jesus. Because he came, laid himself between the abyss, between the gap between you and God, and make a permanent bridge. A bridge for humanity that may come and step, walk over through this Christ Jesus, even to the Father. Because there was no way out. Me and you, my brother, my sister, could have seen the Father until we get a bridge. Amen. And there was no way we could have gotten a normal bridge. Oh, no way there wasn't. There was a big gap and a great one. But Christ has to come and lay himself. No wonder he says in his word that heaven is my dwelling place and the earth is my footsteps. Christ came, getting himself to touch the earth and to touch the heaven, that he may make a channel for you and for me to go through him to the Father. Amen. Without which we could have not have seen. That's why we say that we cannot see God without passing through Christ Jesus, through the Son, because it is a bridge. This is also to say that yes, you worship God, but you are entered to the kingdom. It is through Christ Jesus. Amen. Let us give him a hand of praise. Bible says that wherefore, my beloved, you have always obeyed, not as in my presence, but also much more in my absence. When we are not around, that's when people should obey even more. Praise the name of the Lord. Sometimes when the leaders are not around, people don't obey and they take things for granted. They take a different position and take a different countenance. I want to say, when we act around, as Paul says, that's when people should even obey even more. But he says that even when I'm away, when Christ Jesus is away, that's when we should obey even more. That's when we should obey even more. We should be more obedient even when Christ is not around. Hallelujah. I should be more obedient when somebody is not watching me. When somebody is not watching my life. When I am watching myself. We have a department in the church called My Brother's Keeper. And that is for the brothers, for the wazes. One of the days we are discussing about it, being my brother's keeper. But it is good to be your brother's keeper physically. But your soul should be taken care of yourself. Moyo wako ulindwe na wewe peke yako. It is important that you ulinde moyo wako. Take care of your soul. Amen. Parents take care of their children, thank you. But you should take care of your soul. As a person, linda moyo wako, wewe mwenyewe, linda. Kokote, lolote, linalotendeka, linda moyo wao. Chunga wokovu wao. Najua sisi tunasikia kuna wokovu nyingi imekuja. Kuna wokovu ya moto, kuna wokovu ya maji, kuna wokovu wa mafuta. Na hizo zingine zinaitwa nini mnazijua? Yaani kuna wokovu wa moto. Ndio wale tunakuwa vitu zinaitwa fire ministries. Fire ministries. Bwana asifiwe. Akina fire ministries.
Hallelujah. Mimi sitaki niambie mambo ya fire saa hizi. Niambie kuhusu ufalme wa Mungu sasa. I want to tell me about the kingdom of God. Don't tell me about the fire. Fire ni ya shetani. Wacha tuseme vizuri. Moto fire ministries. Wengine miracle ministries. Wokovu wa mafuta pekee yake. Sisi ni watu wa maji. Na hata kuna watu wanasema sisi ni wokovu wa pesa. Pesa sinanga wokovu by the way. Hiyo niliko tena. Ati wokovu wa pesa. Wokovu leo hivi wa mpendo, hata ukipata pesa zote ujae nazo, siku moja zitaisha, hasitakuokoa. Wokovu wa pesa bure. Sema bure. Bure. Sema bure. Bure. Utakuwa bure kabisa. Sema bure kabisa. Bure kabisa. No wonder mimi nasemanga hivi. Mtu akija kunihubiria kwamba mababu zangu na mababu ndio wananishikilia, mimi mababu zangu wanishikilia tano wananishikilia. Mimi ni kiumbe kipya. Amen. Mimi niliokoka, nilianza upya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Mimi nilianza upya. Ati una jeans za mababu na mababu zako. Hiyo ni injili ya kupita. Arabu anakuambia kwamba una DNA. Hata wengine hawajui DNA ni nini. Wanasemanga DNA and they don't know even how DNA works, how DNA comes into existence. Nakwambia una DNA ya babu na babu yako. Mababu kama 10 waliopita. Una DNA yake. Hajui hata vile inafanya. Arabu anaweka Kristo ndani, anasema ya kwamba mimi na nguvu za kukata. Nataka nikwambie, hakuna kitu unakatwa ukiwa ndani ya Yesu Kristo. Wewe ni kiumbe kipya. Umeanza maisha mapya. Tembea maisha mapya ndani ya Yesu Kristo. Niambia ndugu moja jana tukimaliza ibada, niona anatetemeka na shake mikono zake, kamwombea. Nilipomwombea akaja baadaye akasema, "Pastor, kwa nini umeniembarrass mimi?" Nikamwambia, "Sikukuembarrass. Nimefanya kazi yangu. I am doing my work." Baadaye nikasema, "Huyu nitaulizia nijue mambo yake. Huyu ndugu hata simjui." Nikaulizia, hata simjui, hata sijui kwao. Nikaulizia nikamwambia, "Unaona huyu ndugu anaishi maisha sio mazuri. Akiwa kanisani yeye ni number 1, yeye ni malaika. Yeye ni malaika hapa mbele kwa madhabahu, malaika. Lakini hapo kwa hizo vitu zingine yeye ni nyang'au tena, anaishi mara mbili." Ndipo nasema ya kwamba hatuwezi kuwa na watu kanisani, wao ni malaika kanisani na huko nje ni nyang'au. Hapana. Yes. Wacha tuelewane hapo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Akataka kusema kwamba ungeniita kando niambie. Roho Mtakatifu wakati wa Anania na Safira walipomwibia Mungu pesa, na Anania akabakia nyumbani akioshaosha vitu hapo nyumbani. Safira akabakia nyumbani akioshaosha vyombo nyumbani. Alafu Anania akaamka akachukua tu pesa zake kidogo akaweka mfuko akafika kanisani. Wakati repetoro wanayona walikuwa pale wakamweleza, wewe Anania, wewe tumekuwa pamoja hapa. Hii ndio mauzo uliouza kwa ile shamba uliouza ukaleta katika nyumba ya Bwana. Anania hakuambia ngoja, mungenipeleka kule kwa pastoral room muongee na mimi. Ananiambia hiyo ndio nasema, hauwezi ukadanganya Roho Mtakatifu na ukadanganya mwanadamu. Mwanadamu anaweza kudanganyika, lakini Roho Mtakatifu hawezi akadanganyika. You can never. I can never. Hata mimi mchungaji siwezi. Na maisha mbili, maisha ya giza na maisha mazuri. Hapana. Hakuna. Jamaa kaniambia, "Please Bishop, anasema, "Bishop, tafadhali ungeniita kwa pastoral office." Nikamwambia mambo ya Roho Mtakatifu mimi sijui, kwa sababu sheria ya Roho ni tofauti, is different. Hawezi kudictate na hawezi kudanganya. Mdanganya anaweza danganya leo, lakini kesho atadanganya. Maana Mungu anaangalia neno lake. Yes, anachungulia, analiangalia vizuri. Leo matendo anaweza kutendwa, lakini Bwana anaangalia toka mbinguni. Yeye anajua. Bwana apewe sifa. Amen. Yeye anajua. Ndipo anasema hivi, "Msije mkaingia katika vitu za dunia." Romans chapter 12 verse 6 says like this, "And do not be conformed with this world, but be transformed
by the renewing of your mind, that you may prove that what is good and acceptable and perfect will of God. That you must prove, more proof, the perfect will of God. Then Paul says, for I say, through the grace that's given to me, and to every man that is among you, not to think of himself highly than he ought to think of himself, but to think soberly, according to God, as given and as dealt with each one of you according to his measure. This is what the Bible says. Friends, that we must not think ourselves so highly. Yes, you feel that you are more important than others. That I feel I'm more important than others. I want to say and declare, I am not more important than others. You are not more important than others. Your status is not more important than others. But Christ is more important than anything else. Yesu ndio muhimu kuliko chochote. Usije ukafikiria ukadhania huyu kwa muhimu sana, pastor ni kwa muhimu sana, askofu ni wa muhimu sana, sisi watu hapana. Sisi wote ni mali ya Mungu. Mali ya nani? Mali ya nani? Sio yetu. No wonder wakati mwingine tunasikia watu wanasema ya kwamba, Bishop, ninaenda kanisa lako. Hiyo ni kama kunitusi. Nasema hiyo ni kama nini? Hiyo ni kama kunitusi. Mimi sina kanisa. Kanisa ni la Kristo. Usiniambia kwamba hili kanisa ni la Bishop. Bishop ana kanisa. Kanisa ni la nani? La Kristo. Mimi sina mbingu, Mungu ndiye ana mbingu. Ndiposa hata ukisikia kanisa zingine zikifanya haya na haya, afadhali shona mdomo wako kidogo. Kwa sababu gani? Yesu ndio mwenye kanisa. Yesu ndio nini? Is the judge. Najua sisi wachungaji tunasemanga sisi ni bora kuliko wengine. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Amen. Angalia vile vile inasema katika Efeso 4:22. Mokesha jua Efeso 4:22. Nasema hivi, ya kwamba muweze kuweka yale mambo yote ya zamani mliokuwa nayo na misemo zenu za zamani, zile zenye hazina maana, zile zilizoharibiwa na kuharibika na uongo wake, muziondoe. Kwa Kiingereza inasema hivi, that you may put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts. Zote tuache. So vitu tuache. Hizo za kale tuache. And be renewed in the spirit of your mind. And then you put on a new man, which after God is created righteousness and holy and true holiness. Friends, it is good for you to live in holiness. Holiness, maisha matakatifu. Yes. Kuna ndugu mmoja anaongeanga mambo ya utakatifu, holiness, na anaongeanga hata mambo ya repentance. Hiyo sio njia mbaya nzuri. Isipokuwa mambo ile nyingine ndani. Lakini kaa ndani ya Kristo Yesu ukiwa mtu mtakatifu na ukiwa na utakatifu. Mimi kama mchungaji nikae ndani ya Kristo Yesu na nikae na utakatifu, na nikae ndani ya Kristo Yesu na utakatifu, ili ya kwamba mambo yangu yawe sawa, vitu vyangu viwe sawa, nifanye njia zangu. Bwana asifiwe. Wewe kama mpendwa, ukae ndani ya Yesu, stay in Christ Jesus, ukae ndani na utakatifu, with holiness. Holiness imekosa kwa church, yaani utakatifu umekosa kwa kanisa. Sasa watu wanatembea bila wanavyotaka. Wapendwa, Yesu anataka tukae ndani ya utakatifu. Mungu anataka tukae ndani ya utakatifu. Watu wamekosa utakatifu, wanatembea bila wanavyotaka, wanafanya judgment bila wanavyotaka. Hallelujah. Hebu nipatie Samueli wa kwanza kifungu 16:7. Praise the name of the Lord. Uone vile watu wanavyooreti wengine. Uone. Uone vile watu wanareti wengine. Ama wanakudhania. Biblia inasema ya kwamba naye Bwana akamwambia Samueli, usije ukaangalia mtu kutoka nje
ama vile anavyoonekana, ama uangalie mwili wake. Usije ukaangalia mtu vile anavyoonekana, ama uone mwili wake mkubwa ama mdogo, ama vile usije ukaangalia, kwa kuwa mimi nimekataa. Aliangalia akasema mimi nimekataa. Yaani nimekataa. Ungeangazia sita ungeona vizuri. Kwa kuwa Bwana anasema ya kwamba Bwana aoni vile watu wanavyoona. Yeye anaangalia kutoka nje. Yeye anaangalia kutoka ndani. Hebu nipatie fungu la 6, verse 6. Ndio utaangalia vizuri hapo. Glory to Jesus. Na basi kakuja kupita ya kwamba wakati wao waliokusanyika pamoja wakaangaliana moja na mwingine, palikuwa na kijana shebabu anaitwa Eliabu. Huyo kijana ndiye alikuwa anastahili sasa afanye kuwa mfalme, sababu alikuwa ni mrefu, alikuwa ni mnene, alikuwa mrefu, alikuwa anaongea vizuri. Na watu wakasema wote, huyu kweli ndio Mungu amechagua. Na Biblia inasema ya kwamba hata Samueli akasema kwa kweli huyu pengine ndio Mungu amekwisha mpaka mafuta awe mfalme. Watu wanaweza kukutania wewe. Bwana, watu wanaweza kukutania, wanaweza kunitania mimi. Wengine wanakutania wewe ni mnene, wanakutania wewe ni mkubwa, wanakutania wewe ni tajiri, wanakutania uko na pesa nyingi. Kama wachungaji tunadhaniwanga tuko na pesa nyingi sana. Na sio kama tunatoanga wapi. Lakini Bwana akamwambia sio vile watu wanavyokufikiria ndio unavyofikiria mambo yatakuwa. Mungu anakuwaza njia zingine. Eliabu alikuwa amekuja akajifanya, akakaa mkubwa, akasema I am going to be the king, nitakuwa mfalme. Mungu akasema sio huyu, sio huyu. Mwingine akakuja sio huyu, huyu mwingine sio huyu. Mpaka ikafika wakati Mungu Samueli akauliza, je, kuna mtoto mwingine familia hii amebakia? Kuna mtoto mwingine hapa kwa hii familia amebakia? Maana hawa wote vile wanavyoonekana hawatoshi. Hawa wote na urefu wao hauendelei, na ufupi wao haiendelei, na kimo chao haiendelei, na masikio yao hawaendelei. Kuna mwingine. Jesse akasema kuna kakijana kengine kadogo kako kondeni kanalisha kondoo. Samueli akasema hebu mulete. Pengine wewe unajidharau vile watu wanakuona. Yeye alikuwa amedharauliwa. Jamani, Daudi alikuwa amedharauliwa wakati appointment ya kuchagua mfalme ilikuwa inafanywa. Akaambiwa wewe enda kondeni maana hautoshei. Waswahili wanasema ya kwamba atoshei mboga. Wanasema atoshei mboga. Atoshei mboga. Wanaweza ona wewe utoshei, lakini nataka nikutie moyo nikwambie kwamba wewe unaonekana na Ukristo wako unaenda polepole ni kama utoshei. Wewe ndio Mungu anataka. Amen. Sema mimi ndio Mungu anataka. Vile nilivyo. Watu wengine wanasema polepole. Sema mimi ndio Mungu anataka. Mimi ndio Mungu anataka. Vile nilivyo. Sitajidharau tena. Sitajidharau tena. Hata wakinidharau sitajidharau. Piga makofi. Interchange. Ili Mungu apate nafasi, Mungu afanye. Mungu anaweza potea. Zamani tulikuwa na captain, tulikuwa high school. Ndio makapteni walikuwa wanavalia vizuri, roho nzuri, na wale walwa secondary walikuwa wanavalia kinyasa. Unajua kinyasa ilikuwa inadhauriwa. Kwanza ilikuwa ni ya kaki. Kama mimi nilikuwa lower primary tulikuwa wanavalia kinyasa kingine ya grey. So kipapa na socks unaisongeza mpaka hapa juu ijaribu kukusaidia. Roho zilikuja ni nzuri. Ana mwana ni mwana. Ulikuwa unaisongeza socks, unajaribu kufanya roho inakataa. Unainyorosha kwanza mpaka inafika hapa kwa magoti. Nao onekana kama mzuri. Lakini makapteni walikuwa wanavalia masuit na imeweka kinara hapa hivi nzuri ya pink. Mpaka wanasikia vizuri. Wanajisikia. Wao chakula ilipokuwa ikienda kupikwa wanawekwa high table. High table
sisi tunakula maugizeli siku pale ile haitego inatengenezwa mzuri. Mikate siku ya mikate tulikuwa tunataka boot. Wakati boot iko wanaenda pale unapatiwa boot pale hiyo nyingine. Sisi tunachukua tule tudogo na kaa pale hivyo. Mawapendwa, wale majamaa walikuwa na kuranga blue band hata excess. Wanapaka abiga layer. Wao hatafaulu mitihani. Sababu walizoea kula katika high table wakasahau kula vitu vizuri. Ndio nasema kuna wakati mwingine shida zikikuja na mambo ikikuja, jua ya kwamba usidhani ya kwamba kila wakati mambo ni high table. Mambo sio kila wakati high table. Bwana asifiwe. Kuna wakati tunakuwa na shake ups. Kuna kuwa na nini? Shake ups. Ndio nataka kusema ya kwamba usije ukakaa kwa comfort zone. Ukasema mimi nakaa tu nimetosheka. Hapana, tunaendelea mbele. We are moving forward. Say I am moving forward. Na Kristo Yesu. Finally tumalizie hapa hivi. Tukisema ya kwamba Daudi hakujua atakuwa mfalme. Hakujua. Alidhani ya kwamba yeye ni bure. Alipokuja pale, ona vile anajifanya kuwa bure. Anasimama. Anajifanya tu kuwa bure. Wakati mwingine jinyenyekeshe. Mambo iwe safi. Jinue uinuliwe. Amen. Jinue. Ambia mtu hapo karibu jinue uinuliwe. Nyenyekea uinuliwe. Nyenyekea uinuliwe. Usijinue. Wewe jinyenyekeshe uinuliwe samani. Nyenyekeshe uinuliwe. Usijinue na ujinue. Hapana. Jinyenyekeshe fanya nini? Swali ni kigumu kidogo. Jinyenyekeshe. Mambo itakuwa sawa. Wacha kujigamba. Tunajigamba sisi. Naendelea hapo juu. Amina. Bwana asifiwe. Tajusu boka mkutano. Wana wachungaji zaidi ya 50 wameketi pale wamekaa. Unajua vile tunakaanga sisi wachungaji, hiyo ni hali yetu. Sisi kiburi tutaweka wapi? Mungu kuta kiburi kutoka maisha yangu jamani. Kiburi kabisa. Tunakaa na kiburi. Wakati bila tunafanya tunakaa na kiburi tu. Unaona mwingine ameondoka. Anawalk pole kwa mchungaji anahubiri, anaenda nje, tena anarudi. Mimi nataka kusema kanisa hili. Jamani, wacha watu tuwe na nidhamu. Amen. Amen. Hata ni wamama hapa mimi najua tuna mahali watoto wanalishwa. Wamama sina shida na nyinyi sababu mtoto akihitaji haki yake anampe. Maana hiyo ni ukimnyima wako itahesabiwa dhambi. Bwana asifiwe. Sasa nisema ya kwamba nitawaambia jambo la mwisho tufunge ibada. Ya kwanza na wapenda. Thank you Lord because you provided for us that we may come and worship this day. Indeed, you are glorified and exalted. We thank you for the opportunity of giving us this day. Lord, may you receive all glory and honor. You are so glorified. Thank you for the services that you have had in the morning. The exaltation, Lord Jehovah, and the worship. And as we continue, I pray, oh God, that your glory shall set upon our lives. In Jesus' name, amen.